Fikiria nchi ambayo watu wake wana lugha nyingi, makabila na jamii nyingi na dini tofauti, lakini wote wanaitwa Wahindi. Halafu baada ya miaka ya kuishi pamoja, siasa zinafika mahali ambapo watu wakaanza kuulizana, baada ya Waingereza kuondoka, je, tunaweza kweli kuendelea kuwa nchi moja? Jibu likawa ndio kwa baadhi yao, lakini wengine likawa nope. Nchi ikagawanywa na kuzaliwa India na Pakistan. Lakini kama unafikiri ishu ilikuwa tu Wahindu hawakutaka kuishi na Waislamu, stori ni kubwa kuliko hiyo. Na kuna swali la kushangaza zaidi. Kama tatizo lilikuwa dini, kwa nini hakukuwahi kuwa na nchi ya Wasikh? Kwa nini hakujawahi kuwa na nchi ya Wakristo? Na kama ishu haikuwa dini, kwa nini dini ndio ilitumika kuwagawa? Ili kuelewa yote haya, inabidi turudi mwanzo kabisa. Na hii ni story ambayo nilikuahidi kukuletea baada ya wengi kuomba kwamba please G, tuelezee kifupi nini kilifanya Pakistan na India zikagawanyika. Niambie popote ulipo, unafuatilia hizi episode ukiwa wapi, na asante za dhati kwa wewe ambaye umesubscribe, kwa sababu speed ya kuelekea kwenye ndoto yetu ya subscribers 100,000 inazidi kuwa kubwa, lakini pia speed ya mafundi na wataalamu kuendelea kuziamini hizi brandi mbili za zana za ujenzi inazidi kuwa kubwa pia. So tunakushukuru wewe ambaye umefikisha hili neno letu kwamba yeyote ambaye anataka kujenga kwa zana ambazo ni za kidigitali, basi tayari kuna wadau wetu ambao pia wanathamini sana harakati za vijana na sehemu kama hizi ambazo unapata madini kwa wakati mmoja. Kwa hiyo madini mengine inabidi uyajue wewe ambaye ni mgeni, ni kwamba Comadre Tools ndio watu ambao wanaaminika kwenye ishu ya ujenzi na zana ambazo ni codeless, kwa maana hazihitaji umeme kuweza kutumia site, unatumia popote, na zaidi ya yote ubora ni wa uhakika na vipuri vinapatikana kwa uhakika pia. Comadre Tools, kazi yetu ni kurahisisha kazi yako, na kupitia Comadre pia nataka nikurahisishie kuhusiana na hiki tulichokisikia muda mrefu wa bonge moja la mtengano kati ya jamii kuwahi kutokea baada ya zama za ukoloni. Hii ni India na Pakistan. Karibu kwenye MDC Update. Kwanza kabisa, elewa kwamba Hindu sio jina la kabila, kama ilivyo kwa Uislamu pia sio jina la kabila. Muhindu ni mtu yeyote ambaye anafuata dini ya Uhindu. Muislamu ni mtu yeyote ambaye anafuata dini ya Uislamu. Kwa hiyo kwenye kila kundi kulikuwa na jamii nyingi. Mfano, mtu angeweza kuwa ni Bengali ambaye kidini ni Muhindu. Mwingine angeweza kuwa ni Bengali kijamii lakini ni Muislamu. Wote ni wa Bengali, wanaweza kuzungumza Kibengali na kushiriki utamaduni wa Bengali, lakini dini zao ni tofauti. Kama ambavyo unaweza ukakuta Masai lakini Mkristo, Masai Muislamu. Kuna mtu atanibishia kwamba hivi kuna Masai Muislamu. Anyway, lakini unafahamu kuna tofauti ya kabila na jamii. Ndicho ambacho najaribu kukuelewesha hapa. Kwa hiyo hivyo mtu angeweza kuwa ni Punjabi alafu ni Muislamu, mwingine ni Mpunjabi lakini ni Sikh, mwingine ni Mpunjabi lakini Muhindu. Kwa hiyo India ya wakati huo haikuwa nchi ya kabila la Wahindu dhidi ya kabila la Waislamu. Ilikuwa ni eneo lenye jamii nyingi, lugha nyingi na dini nyingi, na kwa ujumla watu wote hao waliweza kuitwa Indian, yani Mhindi. Tatizo likaanzia zaidi kwenye swali hili: Waingereza wakiondoka, nani atatawala? So British India, kwa maana ya India iliyokuwa chini ya mkoloni Mwingereza, ilikuwa na Wahindu wengi kwa ujumla, wakati Waislamu walikuwa ni minority kubwa zaidi, yani ndio wanaofuata baada ya kundi lile la Wahindu. Lakini walikuwa wanaishi wengi katika maeneo fulani kama sehemu kubwa za Punjabi, Bengal, Sindh na maeneo ya kaskazini magharibi. Kwa hiyo Waislamu wengi, hofu haikuwa tu kwamba Hindu ni tofauti na mimi, hofu ilikuwa ya kisiasa, kwamba tukifanya India iwe demokrasia ya nchi moja na Wahindu ndio majority, je, sisi Waislamu tutakuwa minority ya kudumu?
tutakuwa na uhakika gani kwamba serikali itatulinda na maslahi yetu yatawasilishwa? Hapa ndipo dini ilianza kubadilika kutoka identity ya kiimani kwenda identity ya kisiasa. Kwenye episodi zilizopita nilikuelezea jinsi ambavyo binadamu tunaongozwa na identity. Ndio hii tunaita ukabila, tunaita sijui udini, tunaita, yani lazima uwe na identity fulani. Wewe unafanya kazi ofisi gani, ile ni identity. Wewe mzazi wako ni nani? So identity ndo namna ambayo binadamu tuna operate kwenye maisha yetu. Na hapa ndipo jina Muhammad al-Jinnah na Muslim League linapoingia kwenye hii power. Huyu jamaa nilikugusia kidogo kwenye episodi yangu kuhusiana na hili eneo la Balochistan ndani ya Pakistan. Utaifuatilia kama hujaifuatilia. Sasa hapa ndo uelewe, ndani ya India kuna Wahindu, kuna Waislamu, kuna dini ya Sikh, alafu kuna dini ya Wakristo. Lakini sasa hawa wa chini ni minority, wadogo zaidi. Jinnah na wafuasi wake walizidi kusisitiza kwamba Waislamu wa India hawakuwa tu minority wa kawaida, bali walikuwa ni jamii yenye maslahi na identity ya kisiasa ya peke yake. Hatimaye idea ikajengeka kwamba Waislamu walihitaji homeland yao wenyewe, na ndio iliyokuja kujulikana kama two nation theory. Wazo kwamba Wahindu na Waislamu walikuwa ni mataifa mawili ya kisiasa. Utakumbuka nilikuambia kuna tofauti ya nchi na taifa, country na a nation. Kwamba nchi ni eneo la kijiografia ambalo ndio hilo linaitwa India kwa pamoja wakati huo, lakini taifa ni ile identity ya kijamii, kwamba inawezekana ikawa ndo identity labda ya kikabila, identity ya kidini, identity. Kwa hiyo ndani ya hii nchi moja ilionekana kwamba kuna identities mbili kubwa ambazo zinafaa kuwa za kisiasa, yani zijiongoze kama taifa. Lakini hapa ndo tusifanye kosa moja la kufikiri kwamba kila Muislamu alitaka Pakistan au kila Muhindu alitaka India ibaki moja. Hapana. Kulikuwa na Waislamu waliounga mkono India moja kama nchi, kulikuwa na Wahindu waliopinga issue ya partition, kulikuwa na Wasikh wenye msimamo yao tofauti, kulikuwa na watu ambao walikuwa kwanza ni Wabengali, Punjabi au Indian. Sio kwamba walikuwa ni Hindu na Waislamu. Kulikuwa pia na Wakristo ambao nao walikuwa na mtazamo wao tofauti when it comes to nchi. Kwa hiyo hii partition haikuwa uamuzi rahisi wa watu wote. Ilikuwa ni process ya kisiasa iliyozidi kuwa na nguvu kadri uhuru ulivyokuwa unakaribia. Kwa hiyo ilikuwa ni kama movement ndani ya hii serikali mpya ambayo ilikuwa imepata uhuru. Kwenye hii miaka ya mwisho kabla ya partition kutokea, kulikuwa na matukio ya machafuko makubwa kati ya Wahindu na Waislamu. Sasa hapa ni ngumu kuelezea kwamba kipi kilileta kingine. Je, kulikuwa na vurugu kati ya hao watu ndio maana wakataka kutengana? Ama kulikuwa na watu wanaotaka kujitenga, kwa hiyo wakawa wanatumia haya matukio ya kugombana kwa watu? Kwa sababu hata ukirudi kwenye history ya Israel na Palestina, watu wanaona kama ni Wayahudi versus Waislamu. Lakini ukweli ni kwamba zile jamii zimeishi pale miaka mingi before hata hii harakati za kisiasa kama Zionism haijaja na ikageuza haya mambo yakawa ya kisiasa. Jamii zilikuwa zinaishi pamoja, ndio walikuwa wanapigana kama ambavyo Wabena walikuwa wanazinguana labda na Wahehe, ama jamii fulani ndani ya jamii fulani zinagombana na jamii nyingine. Ndicho kilichokuwepo kwenye haya maeneo. Lakini sasa ikishakuwa issue ya kisiasa, ni rahisi kugeuza kwamba hili tukio linaweza kutumika kuleta either maamuzi fulani ya kisiasa. Kwa hiyo moja ya matukio makubwa yalikuwa ni Direct Action Day na Great Calcutta Killings, ambalo lilitokea mwaka 1946 ambapo maelfu ya watu waliuawa. Baadaye vurugu zikaenea kwenye maeneo mengine, huku mashambulizi ya upande mmoja yakisababisha kulipiza kisasi upande mwingine. Unajua tena vurugu ikitokea haijalishi kama chanzo ni dini kweli, lakini as long as wapo watu wanaochochea kwamba hii issue ni ya kidini ama hiyo identity, ndio inafanya vurugu inakuwa kubwa. Kwa hiyo sio sahihi kusema kwamba
wanasiasa walitengeneza kila kitu kutoka hewani. Kulikuwa na migogoro na mauaji halisi kati ya jamii yaliyokuwa na huo mrengo. Lakini pia sio sahihi kusema kwamba Wahindu na Waislamu walikuwa hawawezi kuishi pamoja, kwa sababu mamilioni yao walikuwa wameishi pamoja kwa muda mrefu. Kilichotokea ni kwamba siasa ziliingia kwenye tofauti ambazo tayari zilikuwepo, zikazipa hizo tofauti maana ya kisiasa, na baadaye vurugu kuanza, hofu ikaongezeka zaidi, na mtu wa kawaida akaanza kufikiria kwamba kama watu wa dini yangu wanauawa katika eneo hili, nitakuwa salama kweli kama tutaendelea kuwa nchi moja? Na hapa ndipo demand ya kutengana ilipopata power. Sasa swali ambalo wengi wanajiuliza ni kwamba kama issue ilikuwa ni minority, mbona hakukuwa na nchi ya Sikh au Wakristo? Jibu ni kwa sababu minority pekee haitoshi kuunda nchi. Wa Sikh nao walikuwa minority kama Wakristo, lakini walikuwa wachache sana kwa ujumla, na hawakuwa na territory kubwa yenye majority yao ambayo ingeweza kuwa msingi rahisi wa taifa. Wakristo walikuwa pia ni minority ndogo zaidi, na walikuwa wameenea katika maeneo mbalimbali bila kuwa na territory yao moja ambayo wangeweza kusema hapa ndipo nchi yetu. Kwa sababu lazima kuwe na identity, lakini pia lazima kuwe na eneo la kijiografia ambao mnapatikana au mnaweza kudai ni la kwenu. Kwa hiyo Waislamu walikuwa na nafasi tofauti, kwa sababu kwanza walikuwa ni minority kubwa sana, walikuwa na maeneo makubwa ambayo wao ndo walikuwa majority. Kwa hiyo walikuwa na political organization iliyokuwa ikidai kwamba hii ndio homeland, na kulikuwa na mazingira ya kisiasa yaliyofanya demand hiyo iweze kutekelezwa. Kwa hiyo Pakistan haikuundwa kwa formula ya minority kwamba ndio wapate nchi yao. Ilikuwa ni more of minority kubwa plus maeneo ambayo wao ni wengi zaidi, na kulikuwa na hiyo political movement ambayo ilikuwa na nguvu, plus hofu ya future ya hii majority rule ya Wahindu, alafu pia na mazingira ya ukoloni na vurugu. Kwa hiyo ikachochea hiyo demand iliyoweza kugeuka kuwa taifa. Hatimaye mwaka 1947 Waingereza wakaondoka na British India ikagawanywa. Ukumbuke ndo miaka miwili baada ya vita ya pili ya dunia, na ndo Uingereza inazidi kupoteza nguvu. Kwa hiyo India ikawa ni nchi yenye Wahindu wengi, lakini ikaendelea kuwa na mamilioni ya Waislamu na watu wa dini nyingine. Pakistan ikawa ni homeland iliyoundwa hasa kwa Waislamu, lakini hapa ndipo partition yenyewe ikawa janga, kwa sababu ramani ilikuwa na mstari safi uliosema kwamba hapa ni Wahindu, hapa ni Waislamu. Kama nilivyokuambia, watu walikuwa wamechanganyikana. Punjabi ilikuwa imechanganyikana, Bengal ilikuwa imechanganyikana. Kijiji kimoja kingekuwa na Wahindu na Waislamu. Familia zinaweza kuwa na historia iliyounganishwa. Kwa hiyo watu walikuwa na biashara, nyumba, mashamba na maisha yao upande ambao sasa uliitwa nchi nyingine. Kwa hiyo walipoweka mpaka, hawakuwa wanagawa ardhi tu, walikuwa wanagawa maisha ya watu. Mamilioni ya watu wakaanza kuhama. Waislamu wakaelekea Pakistan, Wahindu na Masik wengi wakaelekea India. Safari hizo ziliambatana na mauaji, uporaji, ubakaji, utekaji na ishu za kulipiza kisasi. Na ndio maana partition haikuwa tu tukio la kisiasa kwenye ramani, ilikuwa ni janga la kibinadamu. Lakini sasa kuna twist kidogo kwenye historia ambayo ilifanya hii story ikawa ya aina yake pia. Pakistani yenyewe haikuwa nchi moja iliyoshikana kijiografia. Nimeshaielezea sana kwenye episode za nyuma. Ilikuwa na West Pakistan, alafu kuna East Pakistan, ambazo zilikuwa zimetenganishwa na India kwa baadhi ya kilomita 1500. Nimekuambia identity iliyowagawa ilikuwa ni Uislamu na Uhindu, lakini hawa watu walikuwa ni jamii ambazo kuna ambazo ni Waislamu wengi, kuna ambazo ni Wahindu wengi. Na ndicho kilichotokea kwamba Wabengali wa upande huu wa kulia mwa India, ambao ndo mashariki, walikuwa ni Waislamu, na
Upande ule mwingine walikuwa ndo wanaishi wa Punjabi, wa Sindhi, wa Pashtun na jamii nyingine ambao pia walikuwa ni Waislamu, lakini wanaishi upande wa kushoto ambao ni magharibi. Kwa hiyo watu wa East na West Pakistan walikuwa na dini moja kwa kiwango kikubwa, lakini walikuwa na tofauti za lugha, utamaduni, geography, uchumi na siasa. Na hapa ndipo Pakistani ikaanza kukutana na swali lile lile ambalo India ilikuwa imekutana nalo. Je, dini moja inatosha kutengeneza taifa moja? Jibu lilianza kuwa hapana. Wabengali wa East Pakistan walihisi wanatawaliwa na political establishment iliyokuwa West Pakistan, na walitaka uwakilishi na autonomy zaidi, kwa maana ya kujitegemea, na suala la lugha ya Bengali pia likawa ni sehemu muhimu ya hii movement yao. Kwa hiyo mwaka 1970 Awami League ya Sheikh Mujibur Rahman ikashinda uchaguzi kwa nguvu kubwa, lakini mgogoro kuhusu uhamishaji wa madaraka ukazidi, na mwaka 1971 hali hii ikageuka kuwa vita tena. India ikaingia vitani upande wa East Pakistan, na mwisho wake East Pakistan ikawa nchi mpya, Bangladesh. Hiki kilichotokea hapa Mwalimu Nyerere aliwahi kukielezea kuhusiana na muungano uliopo kati ya Zanzibar na Tanganyika, kwamba Wazanzibari mkitaka kujitenga, baada ya kufanikiwa kujitenga, mtagundua kwamba nyinyi wenyewe sio Wazanzibari, kuna Wazanzibari na Wazanzibara. Ilikuwa ni moja ya hotuba maarufu sana aliitumia Nyerere. Nataka mjue nje ya muungano hakuna sisi Wazanzibari wao wa Tanganyika, hakuna. Kinachowafanya sasa wajiite sisi ni ubaguzi wa kuwabagua Watanganyika. Wakisha kuwabagua Watanganyika, ile dhambi ya ubaguzi haifi, inaendelea. Dhambi ya ubaguzi ukisha kuitenda inaendelea. Ni kama na sawa nakula nyama ya mtu. Kila nyama ya mtu utaendelea kuila. Mtamaliza, mtatengana na Watanganyika, halafu mara mtakuta kumbe sisi si Wazanzibari. Kuna Wapemba, kuna Waunguja, mtakuta Wapemba watapata msukosuko kidogo, mtakuta kumbe kuna Wazanzibari na Wazanzibara. Na Watanganyika mkisema nyinyi ndio mnataka kujitenga na Wazanzibari, mtagundua pia kwamba huku pia kwa Tanzania bara hakuna tu kitu kinachoitwa Tanganyika, kuna makabila kibao. Yaani mtakuja kurealize nyewe sio wamoja, na ndicho kilichotokea kwa Pakistan. Kwa hiyo ikazaliwa nchi mpya iliyoitwa Bangladesh, na hapa ndio sehemu very interesting kuhusiana na hii historia ilipo. India iligawanywa kwa kiasi kikubwa kutokana na hoja kwamba Wahindu na Waislamu walikuwa na identities tofauti za kisiasa. Pakistan ikazaliwa kama homeland ya Waislamu, lakini miaka 24 baadaye sehemu ya Pakistani yenyewe ya Waislamu wengi ikasema dini yetu ni moja, lakini sisi ni Wabengali. Maslahi yetu, lugha yetu, utamaduni wetu na siasa zetu ni tofauti kabisa. Kwa hiyo wakasema no, sisi ni wa Bangladesh. Kwa hiyo ukitaka kuielewa historia hii kwa sentensi moja, usiseme tu kwamba India na Pakistan walitengana kwa sababu ya dini. Issue ni partition ilitokea pale ambapo tofauti za dini zilipoingizwa ndani ya siasa za madaraka. Hofu ya majority na minority kazidi, vurugu zikaharibu trust, na political leaders wakafika kwenye hitimisho kwamba taifa moja haliwezi tena kuaminika. Lakini pia historia ya Pakistan inatupa somo hili kwamba dini inaweza kuwa ni sehemu kubwa ya identity ya taifa, lakini sio lazima iwe identity pekee. Mtu anaweza kuwa Muislamu na Bengali, anaweza kuwa ni Muislamu na Mpunjabi, anaweza kuwa ni Muhindu na Mbengali, anaweza kuwa ni Msikh na Mpunjabi. Yani kama ambavyo unaweza kuwa Mchaga na
Muislamu, ukawa Mchaga Mkristo, ukawa Mchaga Mrastafarian, ukawa Masai ambaye ni Mkristo au Muislamu. Kwa hiyo wakati mwingine dini inaweza kuwajumuisha watu, lakini lugha, utamaduni, ethnicity, kwa maana ujamii ule, ukabila, eneo mlilopo, historia na maslahi ya kisiasa vinaweza pia kuwagawa. Na hiyo ndio sababu ya kweli ya kuielewa India na Pakistan na Bangladesh. Hii sio story ya Wahindu dhidi ya Waislamu tu, ni story ya jinsi ambavyo identity ya kidini ilivyogeuzwa kuwa political identity, na jinsi ambavyo political identity ilivyoweza kuchora mipaka mipya kwenye jamii iliyokuwa tayari imechanganyikana kwa karne nyingi. Na hiki ndo cha kujifunza sehemu nyingi unazoziona hata historia ya Israel na Palestina, kwamba unaweza ukahisi watu wanatengana kwa sababu ya dini zao au kwa sababu ya kabila zao au kwa sababu ya rangi zao. Kumbe ni ile tofauti ambayo obviously ipo kati ya sisi binadamu, ikisha geuzwa ya kisiasa, ikisha geuzwa ya kimadaraka, binadamu anaweza akafanya chochote. Na nadhani imekupa idea ya kwa nini identity ni kitu kizito sana kwenye binadamu, especially inapokuja issue ya utawala. Sasa jiulize, wewe ni identity gani ambayo unaitumia kuhisi wewe ni tofauti na watu wengine ama unafanana na watu wengine? Kuna hao ambao unahisi unafanana nao either kidini au kikabila au kwa rangi yako, unaweza ukagundua mna tofauti nyingine nyingi sana. Na ndicho kilichotokea hata wakati Afrika inapata uhuru. Tuliamini tu kwa sababu kuna mtu mweupe, tukaona ngozi yake ile haipaswi kutuongoza, tukaamini kwamba watu weusi wenzetu ndio identity ambayo inaweza katuongoza na tukafanikiwa. Lakini leo kuna argument, watu wanasema bora tungewaacha wazungu wakakaa na sisi, kwa sababu labda tungekuwa mbali. Na tuligundua kwamba hata watu weusi wenzetu na sisi kuwa weusi tu sehemu moja haitoshi kuleta maendeleo, haitoshi kuwa wamoja. Lazima hizi identity zitumike kwa maslahi ya wote, na haijalishi kama mna identity na wafanana vipi, lazima kuna vitu mtakuwa mnatofautiana. Na labda solution sio kuangalia nani anafanana na mimi, ila kuangalia nani ambaye tunashare maslahi ya pamoja, na je, tunawezaje kutumia tofauti zetu kuishi pamoja na sio kutengana. I hope nimekuongezea kitu kuhusiana na hili la India na Pakistan. Lengo la hizi updates ni kukupa general knowledge ya kuhusiana na mambo ambayo yameshape dunia, na ukitaka kufuatilia zaidi kuna namna nyingi unaweza kufuatilia. Lakini pia asante kwa wote ambao mnazidi kuniambia unatupa mwanga kwenye haya mambo, na endelea kutuletea. Ukitaka deep sasa kuhusiana na hizi, nenda kwenye picha linaanza, ndo session ambayo huwa nakupa sasa deep kupitia story ambazo Raz Mtamaduni huwa anatusomea hapa. Makinika nasi, hii ni MDC update ya madini.com, taarifa na maarifa.